unachokisikia, kuwa tayari kukifanyia kazi unachokisikia mpaka umeona kimeanza kuleta matokeo. Kwa sababu hivi vitu ninavyozungumza ndo maisha yetu ya kila siku. Ndo vita zetu za kila siku, na huwa ndo tunapigwa sana. Ndo zinazotufanya tuwe na mateso mbalimbali, ndio zinazotufanya tuwe maskini, ndizo zinazotufanya tusimtumikie Mungu vizuri, kusudi la Mungu tusiweze kulisimamia vizuri. Sababu ndo hizi ambazo najaribu kukueleza. Kwa hiyo hakuna shortcut nyingine tena. Hakuna kitu kingine tena kwamba labda nitafunga, nitaomba, nitakuwa sawa. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nakuombea kwa Mungu kwamba Roho Mtakatifu akusaidia, akupe neema, fanyia kazi ambacho tunakisema. Ninamwamini Mungu sana, ni mwema, atatusaidia. Tunazungumza namna unavyotakiwa kupigana vita kama Mungu. Namna ya kupigana vita wewe kama Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unachopigana nacho au unaopigana nao ni miungu. Wako kwenye ulimwengu wa roho, na huko ndiko vita yetu iliko. Baraka zetu zote ziko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vile vile vita zetu zote ziko katika ulimwengu wa roho. Ni ujuzi tu na sio ujuaji. Kuna tofauti kati ya ujuzi na ujuaji. Ujuaji ni kile kitendo ambacho mtu anaamini kwamba anajua wakati bado hajui. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo huwa tunasema huu ni ujuaji. Lakini mtu anayejua ni yule ambaye amefanya bidii katika kulitafuta jambo ili alielewe na kulijua, na yuko tayari kulifanyia kazi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni kazi kwetu kwamba Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa hiyo tulianza kuzungumza hapa namna ya kukabili hizo vita tunazopigana nazo. Mbinu mojawapo ambayo wataitumia ili kukudhibiti au kutudhibiti ni kwa kutumia hawa wakusanya madeni kiroho. Wakusanya madeni kiroho. Kwa nikakwambia, nikasema uwe makini na wakusanya madeni kiroho. Na hili ni jambo halisi sana. Ni jambo halisi sana, la wazi kabisa. Ila shida tu ni kutafsiri. Lakini hii ni kitu ambacho watu wanaishi vitu vya namna hii. Ila wengi tu wameshindwa namna ya kutafsiri hiki kitu ili kianze kuleta matokeo kwenye maisha yao. Tulisoma kile kitabu cha Wafalme. Tulisoma kile kitabu cha Wafalme, tuliona ule mfano Wafalme wa pili 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja. Aliyekuwa na mdai, maana yake aliyekuwa na mdai amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanaye. Hao wakamletea vile vyombo,
na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe ile deni yako. Uilipe ile deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hii mifano inatupa kujua kwamba moja kati ya maeneo ambayo yana uwezo wa kumvuruga mtu ni eneo la madeni. Sasa jana nilikupa mifano ya madeni ya kawaida, namna yanavyoweza kutufunga, lakini nikakueleza nikasema mateso yetu mengi tulio nayo ni tunalipa madeni ambayo mengi sio ya kwetu. Na kwa sababu shetani ana kawaida ya kutumia kutokujua kwetu. Nilikufikirisha, nilisema, umewahi kujiuliza swali, kwa nini Yesu anakuja na anakuja na ajenda moja? Anasema amekuja kutulipia deni. Sasa swali ni hili, tulikopa wapi? Kwa nani? Lakini katika ulimwengu wa roho kila mtu alikuwa ameandikiwa kwamba anadaiwa deni. Na kama anadaiwa deni, maana yake wako wanaodai hayo madeni. Na nikakwambia nikasema hizi ni roho katili sana. Na kwa sababu adui ili apate nafasi ya kumtesa mtu wa Mungu ni lazima amtafutie sababu. Amtafutie sababu inayokubalika ya kisheria, ambayo kwa hiyo atampiga sana huyo mtu. Na huyo mtu hawezi kutoka hapo mpaka atakapojua. Kwa hiyo tulisoma pia mstari jana hapa kwamba Biblia inatuonyesha kwamba mababa zetu wametenda dhambi na sasa hawako, lakini sisi tumeuchukua uovu wao. Sasa nikakueleza nikasema lile neno uovu hamaanishi kwamba tumechukua dhambi zao, kwa sababu Biblia iko wazi kabisa kwamba watoto wasife kwa dhambi za mababa zao, wala mababa wasife kwa dhambi za watoto wao. Lakini kila roho inayotenda dhambi, hiyo ndio itakayokufa, si ndio? Hiyo ndio itakayoadhibiwa. Lakini hazungumzi habari ya madhara ya dhambi. Tuko sawa sawa? Yaani ni sawa sawa. Tunaweza tukafanya argument hapa kwamba hamna hivyo vitu, havipo kwa sababu Yesu alishalipa tayari hayo madeni, kwa sisi hatudaiwi madeni. Okay. Ni kweli kabisa, Yesu alifuta zile hati za mashtaka. Alifuta yale madeni tuliyokuwa tunadaiwa, lakini nimekueleza, nimesema hatukuchukua kitu chochote kwa mtu. Lakini adui alikuwa anatudai kama madeni. Alikuwa anatudaije kama madeni? Maana yake aligeuza dhambi tunazozitenda, aliziandika kama madeni kwamba tunatakiwa tulipie. Tuko sawa sawa? Sasa hata Yesu baada ya kuja msalabani na kufa, kwani watu tumeacha kutenda dhambi? Si tunatenda dhambi, tunakosea katika mambo mengi. Sasa wewe unafikiri shetani hatumii mbinu zile zile, hatumii kanuni ile ile? Ni anatumia kanuni ile ile. Tofauti ya zamani na sasa ni kwamba sisi tumepewa, tunao uwezo, tuna mamlaka dhidi ya dhambi. Maana yake tuna nguvu dhidi ya dhambi. Nina uwezo wa kuamua kutenda dhambi au kutokutenda dhambi. Lakini mtu wa zamani alikuwa hana uwezo wa kufanya hivyo. Tunaenda sawa sawa? Ndio maana ilikuwa inamlazimu kila mwaka lazima atoe sadaka kwa ajili ya dhambi, kwa sababu hakuna namna anaweza akakwepa dhambi. Ndio maana mimi na wewe sio lazima tutoe sadaka kwa ajili ya dhambi. Siwezi nikakwambia nenda ukalete 20,000 ili usamehewe dhambi. Hamna kitu kama hicho. Si tunakubaliana? Lakini kwa maana ya kwamba hata tukitenda dhambi tuna uwezo wa kwenda tukaomba toba na tukasamehewa bila kufanya chochote, bila kutoa chochote, bila kutoa sadaka yoyote. Unaomba toba, unasamehewa. Hiyo ndio faida ya Yesu kuja pale msalabani. Fikiri kwa mfano, ninaenda ninaua mtu, ana familia yake, ana watoto wake, alafu ninaenda ninamuua. Watoto wake wanabadilika, wanakuwa yatima, wanateseka huko mtaani.
Unafikiri madhara ya hiyo dhambi itawaacha salama uzao wangu? Eti mtu wa Mungu, unafikiri watoto wangu watakuwa salama mimi? Yes. Sasa unaelewa vizuri sana kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika huko nyuma vingine ambavyo mimi na wewe leo tunateseka. Na kwa sababu nimekueleza, nimesema madeni ya kiroho, hawa wadai madeni huwa wanaamua. Inawezekana kilichofanyika zamani ni kitu cha kawaida tu. Walienda kwa waganga, alidhurumu mtu, aliua mtu, alikuwa mchawi, alitesa watu, alikuwa na cheo serikalini, akawanyima watu haki, alipotakiwa kutoa haki, aliomba rushwa. Si tunaenda sawa sawa? Sasa hivyo vitu vyote vinaandikwa. Hivyo vitu vyote vinaandikwa. Alafu wanapoviandika wanaamua kwamba sasa kwa sababu ya hili alilolifanya tunaandika kama deni, tutawadai hawa watu. Lakini kuna wengine sio tu kwamba walikosea hayo makosa kwa staili ya namna hiyo, lakini wengine kwa vinywa vyao wenyewe. Nilikupa mfano jana wa wazi kabisa ambao umetoka kwenye kinywa cha mtumishi mkubwa sana Tanzania hii na duniani, Mwalimu Christopher Mwakasege, ambaye wewe unamfahamu pia. Na ametoa ushuhuda wake hadharani, sio wasiri, hadharani. Anasema alikuwa na mipango yake, alikuwa na malengo yake. Yeye alikuwa ni mchumi na alikuwa na deal nyingi kweli kweli. Mungu alipokuja kumuita, anapojaribu kupambana na kile kilichoko ndani yake, Mungu alimwambia hivi, nenda ukamuulize mama yako. Nenda ukamuulize mama yako kwa nini ninakutaka. Sisi tunaenda sawa? Amen. Anapoenda kumuuliza mama yake anamwambia, ni kweli mwanangu, sijawahi kukuambia. Mimi Mungu aliniita, alitaka niwe mtawa, niwe sister. Lakini kwa sababu nilikuwa na hamu ya kuolewa na kuzaa watoto, nikamwambia Mungu, niache mimi, ila watoto nitakaozaa watakutumikia wewe. Tunaenda sawa? Amen. Nafikiri ni beti, si ndio? Au sio? Akamwambia watakutumikia wewe. Kwa hiyo Mungu anapomfuatilia Mwakasege, ni Mungu anadai madeni, si ndio? Anapomfuatilia Mwakasege ni anadai madeni. Anamdai madeni. Na hilo deni ilikuwa ni sharti kwamba Mwakasege lazima alipe. Lazima alifanyejwe. Sasa sikiliza, kama Mungu, huyu mama alimwahidi Mungu kitu cha namna hiyo na kikamfuatilia Mwakasege. Mwakasege ni mtumishi na watoto wake pia ni watumishi. Si unafahamu hilo? Na watoto wake wote ni watumishi na ndugu zake wote Mwakasege ni watumishi, wako kwenye huduma hiyo moja. Sisi tunamuona tu Christopher peke yake. Haleluya. Amen. Lakini ukiingia kwenye ile, wadogo zake Mwakasege wako kule, watoto wake wote Mwakasege wako kule. Sasa kama kauli ya mama imemkamata mtoto, ikakamata na wajukuu, Mungu akafuatilia hadi wajukuu, vipi wa kwako na wa kwangu mimi? Alisema nini kwa Mungu? Haleluya. Tumie. Sio beti kumbe. Sio. Asante. Nilikueleza hivi, kanuni inayoathiri upande wa nuru ndo kanuni hiyo hiyo inayoathiri upande wa giza. Kwa hiyo jaribu kufikiri wewe wa kwako walikuwa wanasema nini. Sasa mimi kuna vingine ambavyo baadaye nilikuja kujua, Mungu anaponipa ufunuo huu ninapoanza kufuatilia. Kama ile huduma ambayo mama alisema watoto wangu watakuwa watumishi, hadi wajukuu wamekuwa watumishi. Hadi wajukuu wamekuwa. Sisi tunaenda sawa sawa? Mimi wa kwangu alisema nini? Na kwa sababu mimi wa kwangu alikuwa hamjui Mungu, sawa automatically kuna vitu ambavyo alisema ambavyo lazima viwe janga kwangu.
Kama Mungu alivyomfuatilia Mwakasege na wajukuu zake, hivyo hivyo wadai madeni lazima watanifuatilia mimi na watoto wangu. Na wanachokuja kufanya ni wanadai madeni. Hawa wanaitwa wakusanya madeni na wanapanga. Ndiyo maana mama hakumwambia Mungu kwamba mwanangu atakayezaliwa atakuwa mwalimu. Hakumwambia hivyo. Mungu yeye ndo aliyepanga kwamba sasa mimi nitakapokuja kukusanya deni langu, nitakuja nimeamua kwamba nataka nipate mwalimu. Sisi tunaenda sawa sawa? Sasa wewe kwako na kwangu, madeni ambayo tunadaiwa wanaamua kwa namna yao kwamba sisi tutakachofuata kwa watoto wao na wajukuu zao, tutakachokuwa tunadai ni hiki hapa. Kwa hiyo ni lazima wakutesa. Na haya madeni nimekuambia huwa hayaishi, kwa sababu hakuna eneo linatunza kumbukumbu kama ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho huwa unatunza kumbukumbu. Kama Mungu kuna wakati anarudi anayatafuta mambo ya zamani, kwa sababu yanakuwepo. The same, kumbukumbu huwa zinakuwepo. Deni linaweza likadaiwa maelfu ya miaka. Ngoja nikupe mfano, na ni lazima lilipwe. Sharti la deni la kiroho ni lazima lilipwe. Narudia tena, sharti la deni la kiroho ni lazima lilipwe. Ndiyo maana Mungu mwenyewe, sisi tulipokuwa tunadaiwa, alililipa hilo deni kwa uhai wake. Na sio Mungu aliyeamua kwamba sasa deni hili litakuwa ni kifo. Mdai madeni aliamua kwamba mtu yoyote anataka kulipa deni lake, sharti ni kwamba afe. Hakuna namna unaweza kujikomboa, labda kwa mauti. Ukifa, hapo ndio unaweza kujikomboa kwenye hilo deni. Ukiamua kufa, sio kufa kile kifo cha kawaida umefika umri wa kufa. Yaani uwe tayari kwamba natakiwa nife ili nilipe hilo deni. Sasa Mungu akaangalia akaona hii ni kazi ngumu sana. Kumbuka, Mungu akaona hii ni kazi ngumu. Angeweza kumkemea shetani na kumwambia shetani, toka, acha kusumbua watu wangu. Lakini Mungu alifuata kanuni ya kiroho. Akaamua kulilipa hilo deni. Akamwambia mdai madeni ambaye ni shetani, kiumbe kidogo kuliko yeye. Kidogo. Sijui unaelewa kitu ninasema? Kwa sababu shetani alikuwa malaika tu. Sasa Mungu ana malaika wangapi? Wengi. Lakini angalia kiumbe kimoja kilivyomsumbua Mungu. Kwa nini kilimsumbua Mungu kiwango hicho? Kwa sababu kilifuata kanuni za kiroho. Mahali huku duniani tunaweza tukachengeshana tukafanyeje, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni kufuata kanuni. Na Mungu na yeye huwa anafuata kanuni. Mungu yuko vizuri kwenye kufuata kanuni. Ndio maana kuna mazingira Mungu ana uwezo wa kumpa haki shetani. Anampa haki shetani kabisa dhidi yako. Alafu unashangaa. Unajua kwa nini? Kwa sababu anaitwa Mungu mwenye haki. Shetani anaweza akapata nafasi kwenye maisha yangu, alafu Mungu akampa haki, endelea kumtesa mpaka mwenyewe huyu mtu atakapoamua kwamba mimi sasa Mwalulili nimechoka, nataka kutoka, Mungu nisaidie. Hapo Mungu ndo anakuja. Lakini miaka yote walimpa haki shetani afanye anavyotaka, kwa sababu ana uhalali, mpaka pale ambapo wewe uliamua kwamba nataka nimuondolee uhalali wake. Ngoja nikuonyeshe mfano mwingine ili uone hivi vitu namna vinavyofanyika. Kwa hiyo nimekueleza, nimesema haya madeni yanadaiwa kwa watu, kila mtu na staili yake. Kila mtu na staili yake. Kwa hiyo wanaamua kwamba sisi namna ya kudai madeni kwa huyu, tutadai deni letu kwa staili hii. Kwamba tutahakikisha kwamba haolewi. Kwa hiyo kutokuolewa ndio gharama unayolipia deni. Huyu bwana hata kana mke, sisi ndo tuna deni letu ndo litalipwa kwa staili ya namna hiyo. Kwa hiyo huyu mtu atakaa maisha yake yote hawezi kupata mke kwa sababu kuna deni analipia. Na hakuna namna anaweza akalimaliza hilo deni kwa kulilipia kwa staili ambayo hawa wanalidai, isipokuwa ameruhusu Mungu amsaidie kuingilia kati, ambacho ndicho tutakachokwenda kufanya, kulifuta hilo deni. Na kwa sababu nitakuonyesha namna ambavyo tuna uwezo wa kufuta madeni tunayodaiwa yasiyo sahihi kwetu. Angalia huu mfano alafu utaelewa kitu hapa. Unajua wakati mwingine unaposoma neno unakutana na vitu mpaka unashangaa. Hivi Mungu hiki kitu ndio kilivyo kweli? Haleluya. Angalia, fungua kile kitabu cha
kile kitabu cha Wafalme wa kwanza 19 ule mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa kwanza mpaka watatu. Alafu andika Mathayo 14 ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Mathayo 14 ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Alafu andika Luka 1 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Luka 1 mstari wa 13 mpaka 16. Uko hapo mtu wa Mungu? Uko tayari? Wafalme wa kwanza, nakwambia kabisa tutafanya kitu hapa. Wafalme wa kwanza ngapi? 19 mstari wa, angalia mpaka watatu, anasema hivi, sikiliza. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia, na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Elia aliua manabii wa Baali waliokuwa wanasimamiwa na Yezebeli. So unakumbuka hii habari ili tusirudi tena huko nyuma. Kama unataka uielewe vizuri habari, anzia ile sura ya 18. Hii Wafalme wa kwanza anzia sura ya 18 njoo mpaka hii 19. Utaikuta hiyo habari. Anasema ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe. Akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo ya hao yanuliowaua. Kwa hiyo akajiapiza kwa miungu yake Yezebeli kwamba, na mimi nahakikisha kwamba miungu yangu inalipa hicho kisasi, ikufanye kama ulivyowafanya mmoja wa manabii haya. Sasa angalia, naye alipoona hayo aliondoka akaenda aihifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Inua kichwa chako. Kwa nini haya madeni ni hatari sana? Kwa sababu huwa kunakuwa na kiapo, kuapa. Ndio maana nilikueleza, nilisema hata unapokopa deni lolote, unaenda kwa mtu unakopa, nikopee 2,000, nikopee sijui gunia moja la mahindi, nikopee chumvi, unaapa kwamba nitalipa siku fulani. Unaposema nitalipa siku fulani, hicho ni kiapo. Sawa hicho ni kiapo. Na ndio maana unapoenda benki lazima uwe na kiapo kilichoandikwa. Unaandika kiapo kwamba nikishindwa kulipa mchukue kitu fulani. Kwa hiyo ukishindwa kulipa, utasikia barabarani humo wanapita tangazo, tunauza nyumba ya mtu fulani. Sasa wale tunaita ni wakusanya madeni, na ni kitengo kabisa kiko benki, wakusanya madeni. Tunauza nyumba ya mtu fulani kwa sababu ameshindwa kulipa deni, na watakuja kuiuza hiyo nyumba yako, sio kwa ile gharama uliokopa wewe. Watauza vile kwa hela yao wanayoitaka, sio kwa gharama ya nyumba jinsi ilivyo. Unaweza ukakopa milioni 20 na nyumba yako ina thamani ya milioni 100. Wao wataiuza hiyo nyumba, akishindikana mteja sijui milioni 80 sijui milioni ngapi, wataiuza kwa milioni 20 yao, wapate hela yao. Kumbuka, ulipoenda benki ukukopa nyumba, ulikopa milioni 20. Wao wameamua kwamba tutakapokuja kukudai tunataka nyumba. Kwa hizi ni kanuni za kiroho. Elia aliwaua manabii wa Baali. Mungu hakumwambia ua, aliua kwa sababu aliamua hivyo. Sisi tunaenda sawa sawa, na haikuwa dhambi, na Biblia inatuonyesha authority tulio nayo. Maana yake katika lugha rahisi ni kwamba Elia aliamua kupigana vita ya miungu kwa kuichinja, lakini hakujua kwamba unapoiua automatically itarudi inataka na yenyewe kulipiza kisasi. Sisi tunaenda sawa sawa. Na ndio maana Yezebeli anapotangaza kwamba nitakuua kama
kama ulivyowaua mmoja wapo ulivyowaua, na mimi nitakuua hivyo hivyo. Miungu yangu, angalia anachofanya, anamuelekeza na anatamka kwamba miungu yake ifanye hivyo. Sio lazima nifanye mimi. Miungu yangu maana yake wakusanya madeni, watakuja kukusanya deni kwako kama ulivyofanya kwa Hawa, na miungu yangu itafanya hivyo hivyo. Aliposikia hivyo, Elia akakimbia. Na amejificha huko. Mungu anamwambia kwa nini? Nimejificha hapa kwa sababu ninaona wivu, ni mimi peke yangu nimebaki. Mungu anamwambia huko peke yako, wako wengine na nini na vitu vingine. Sasa angalia. Elia alienda akamaliza kazi yake, akanyakuliwa. Elia hakufa. Unaelewa kitu nasema? Elia hakufanyeje? Hakufa. Kwa hiyo Elia alikuwa na uwezo wa kurudi tena duniani kwa namna yoyote ile anavyoweza kurudi. Na Elia hata kama angerudi ungekutana naye pale sio mzimu. Kwa nini? Kwa sababu hakufa. Tulisema mzimu ni nini? Ghost ni nini? Sasa kwenye lugha ya kawaida tunasema mzimu ni picha au ni roho au ni nafsi ya mtu aliye kufa. Ndiyo maana leo Yesu akikutokea hapa, Yesu si alikufa? Akikutokea hapa Yesu sio mzimu. Lakini akikutokea babu yako ni mzimu. Sisi tunaenda sawa sawa? Kwa sababu alikufa mkazika. Tuko sawa sawa? Yesu akikutokea, sina alikufaga. Yesu akikutokea hapa sio mzimu, ni kitu halisi. Ni roho. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo kama Yesu alivyonyakuliwa, the same Elia na yeye alinyakuliwa, hakufa. Unajua kwa nini Mungu aliamua kumnyakua Elia? Unaelewa kwa nini? Sikiliza. Elia alianza kuzingua. Na kwa nini Elia alianza kuzingua? Elia pamoja na ujasiri wake wote aliokuwa nao, alianza kukimbia kazi ya Mungu kwa kumkimbia Yezebeli. Kwa hiyo Mungu akaona akasema, sasa huyu ngoja, kuna namna atamalizia kazi yangu. Mungu akaamua kumnyakua. Ndio maana Elia hakufa. Sisi tunaenda sawa sawa? Ni watu wawili tu kwenye Biblia ambao hawakufaga. Ukimweka sasa na Yesu. Yesu alikufa akafufuka. Watu wawili tu ambao hawajawahi kufa. Na nani? Ndio wawili sasa. Ndio wawili. Ndio maana nakwambia Yesu alikufa akafanyaje? Akafufuka. Kwa ni watu wawili tu ambao hawajawahi kufa. Enoko na nani? Na Elia. Peke yao. Yesu amewahi kufa. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na Yesu sasa ameondoka, baadaye akafufuka, si ndio akawa hai, lakini aliwahi kufa. Akawa hai, baadaye na yeye akanyakuliwa. Ndio maana Yesu anatutokeaga leo, akitutokea ni kitu halisi kabisa. Mungu alimnyakua Elia kwa sababu hakumaliza kazi. Na alimpangia kwamba atakuja kuimaliza kazi kwa namna nyingine. Sasa wadai madeni, sikiliza, wadai madeni wakaweka kipolo. Wakaweka kipolo. Tunaenda sawa? Sasa wale wanaosoma Biblia wanajua kwenye Agano Jipya anakuja kutokea mtu mmoja anaitwa Yohana. Tunaelewana? Kazi ya Yohana ilikuwa ni kutengeneza njia kwa ajili ya Yesu. Na huduma yake ilikuwa kubwa. Na ndio maana Yohana tunapomzungumza, Yohana ni nabii. Kwa sababu yeye alikuwa na point kwa Yesu, anasema kitakachotokea. Haleluya. Anakuja mkubwa kuliko mimi na wabatiza kwa maji, lakini yupo anayekuja. Kwa hiyo Elia alikuwa nabii typically. Yohana alikuwa nabii typically. Maisha yake yanaonyesha alikuwa ni nabii completely kama ilivyokuwa Elia. Sisi tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo sasa wasoma Biblia wanajua kwamba Mungu anamleta tena Elia aje amalizie kazi. Lakini safari hii anamletaje? Anamleta kama roho ambaye anabebwa na mwili wa Yohana. Mwambie mwenzako inawezekana. Sijui tunaenda sawa? Kwa sababu amekuja kama roho. Amekuja kama roho. Sasa angalia. Yohana ameifanya kazi yake. Alipomaliza kazi akafungwa. Alipombatiza Yesu akafungwa.
Hapo alipofungwa kwanza alikasirika kweli kweli Yohana, kwa sababu aliona amemsemea Yesu, amefungwa, Yesu mwenyewe haji kumuona, yuko gerezani. Akakasirika, akaona na mashaka, akawatumebu nendeni kamuulize, hivi ni wewe mwenyewe au? Kwa sababu alijua huyu anayekuja ana huruma, angekuja hata kumuona wapi. Lakini Yesu hakwenda. Ndio wale ambao sasa tunapenda, nikipata tatizo lazima watu waje kuniona. Hawajaja kuniona, umenuna. Takuja kanisani hapa utasimulia, yani mwenzenu nimeumwa. Unajua kuna watu wanaonaga sifa eti kujieleza sana kwamba wanaumwa, wameumwa. Unajua sisi wengine, sijui wewe, mimi kwangu huwa naonaga kuumwa ni aibu. Yaani mimi kwangu naonaga kuumwa ni aibu. Unajua kwa nini naona aibu? Biblia haijasema hivyo kwamba ukiumwa ni aibu. Ila mimi tu nimetengeneza hiyo slogan yangu. Lengo la kutengeneza hiyo slogan yangu ni kuonyesha nilivyo na hasira na magonjwa. Na kwa sababu lazima shetani ajue msimamo wako ukoje. Kwa hiyo sisi wenzako wakati mwingine tukiumwa huwa tunajifungia. Unajiuguza kimya. Ukitoka hapo ulikuwa wapi? Nilikuwepo tu. Mbona umeisha sana? Diet, nilikuwa kwenye diet kidogo. Kwa sababu sioni sababu ya kwanza kuutukuza ugonjwa. Haleluya. Yani nimeumwa, nilibakia hivi, yani nikaumwa. Ya nini? Hawajaja hata kuniona. Kwa nini hawajaja ili iwe nini? Yani wakikuona sasa ndio nini sasa kitokee? Hii yote ni kwa sababu unajionea huruma sana. Sisi tunaenda sawa sawa. Lakini hii yote unaonyesha wakati mwingine inawezekana unapenda tule tusukari wanatoleta. Sasa utakufa siku moja. Ndio maana achana kabisa na hivyo vitu. Haleluya. Kwani wewe unajisikiaje? Ndio nisemesha hiki kitu wakati mmoja. Wewe uko kwenye kikundi. Huku amefiwa. Umechanga. Amefiwa. Wewe haijawahi kutokea hata siku moja. Ndio kuna mmoja alisingizia nimefiwa na baba wakati baba yake hajafa. Wakamchangia, akasema nimeona babangu afi leo wala kesho, nitakula lini mimi hela yangu? Kwa hiyo huyu mtu unajua siku zote alikuwa anatamani utokee nini? Msiba. Kwa hiyo akatuma, hebu nendeni mkamuulize. Kwa nini anatuma wakamuulize? Kwa sababu ubinadamu tulio nao. Hajaja hata kuniona. Wakati mimi nimemsemea siku zote kwamba hajali, kwamba mimi nimefungwa. Hebu nenda mkamuulize, ndio wewe au sio wewe? Tumngoje mwingine. Sasa kama unauliza hivyo, wewe uliyembatiza ulimbatiza nani kwa mfano? Na ukatuambia kwamba huyu ndiye, si ndio? Na ukaisikia sauti ya Mungu inasema. Yesu akawaambia, nendeni mkamwambie vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanatembea. Jamaa akamaliza. Ila jamaa mgumu huyo. Yaani sasa kitu kibaya kuliko vyote kilichotokea. Kipindi hicho mfalme alikuwa ni Herode. Baadaye Herode alikuwa anaenda vitani. Na alipoenda vitani akapigana vita huko. Na aliposhinda akamwambia Mungu. Na hiyo aliweka nadhiri tu hata kabla hajaenda kupigana. Akamwambia Mungu hivi, nikishinda hii vita, nikarudi salama, chochote kitakachotoka cha kwanza kunilaki nyumbani mwangu natoa sadaka. Tunaenda sawa? Huyo wa kwanza. Najaribu kukuonyesha namna ambavyo miungu inawinda. Haleluya. Namna ambavyo wadai madeni wanawinda. Ametoka vitani, anatoka mtoto wake. Kitu cha kwanza alipotoka mtoto wake, alishaweka hiyo nadhiri. Alishaweka nini? Nadhiri. Kwa anafanyeje? Hana namna. Ikabidi achinje nani? Achinje mtoto wake. Sasa hili tunaliona kwenye Agano la Kale. Sasa njoo kwenye Agano Jipya. Mfalme Herodi alikuwa na mtoto wake.
alikuwa na mtoto wake. Kulikuwa na sherehe, mfalme kaita watu pale wakafurahi. Mtoto wa mfalme kacheza mbele ya viongozi, akacheza vizuri kuliko kawaida, kawafurahisha. Alafu akatuma, akaambia, hebu muite mwanangu, njoo hapa, umecheza vizuri sana, niambie unataka nikupe zawadi gani, hata nusu ya ufalme nakupa. Sasa wanaofuatilia historia ya Biblia wanajua, sisi tunaenda sawa sawa. Kuna mmoja mfalme alitoaga mtoto wake kama nini? Kama sadaka, kwa sababu ameweka nadhiri. Na kwa nini anatoa mtoto? Kuna kitu kinafuatiliwa. Na mfalme mwenye cheo hicho anakuja baadaye, miaka mingi. Hii ilikuja kutokea miaka 900 baadaye. Miaka mingapi? 900 baadaye. Mtoto amecheza vizuri. Alipocheza vizuri, nitakupa nusu, hata nusu ya ufalme wangu. Alafu mtoto akamwambia, sawa, naomba nikamuulize mama kwanza. Mama, baba ameniambia atanipa chochote, nishauri nimwambie anipe nini? Sasa mama ana hasira na Yohana, kwa sababu kuna vitu alikuwa amempinga, kuna vitu alimharibia. Kumbuka wewe ni mke wa mfalme, si ndio? Yezebeli alikuwa mke wa nani? Wa mfalme. Alimchukia Elia kwa sababu kuna vitu amemharibia. Mfalme hakumchukia Elia, tunaenda sawa. Lakini Yezebeli alimchukia Elia kwa sababu amemharibia vitu vyake. The same, mfalme huyu sasa hajamchukia Yohana, lakini mama mke wake, yeye ni mfalme, mke wake amemchukia Yohana kwa sababu kuna vitu amemharibia. Kwa nini? Kwa sababu alichukua mke wa ndugu yake. Haleluya. Kwa hiyo akasema maneno, akaona huyu jamaa namna ya kumzimisha, akamwambia mtoto wake, mwambie baba yako akupe kichwa cha Yohana mkononi mwako. Ambia, nitakuelewesha baadaye mwanangu, wewe mwambie tu kichwa cha Yohana. Sasa kuna utajiri mwingi, alafu unaambiwa kichwa cha Yohana, na wewe uko tayari kwenda kuchukua kichwa cha nani? Kitakusaidia nini kwa mfano ukiwa nacho mkononi mwako? Kwa sababu kitaoza na uwezi kupata chochote cha maana. Elia akarudi kwa baba, naomba kichwa cha Yohana. Kichwa cha Yohana, yani unamaanisha nini? Kwamba ameshika kichwa cha ndege au ameshika kichwa chake? Akaambia, kwa sababu nimeapa sina namna. Akatuma watu, nendeni mkakate kichwa cha Yohana, mkabidhi hapa mtoto. Yohana akakatwa kichwa, akapewa mtoto kichwa, akakipeleka kwa mama yake. Ili tukio kwa nini lilitokea? Kwa sababu sikiliza, wanaosoma Biblia wanajua kwamba Yohana hakusimama kama Yohana. Yohana alitembea na kusimama kwa roho ya Elia. Kwa hiyo Elia alirudi tena duniani. Tuko sawa sawa? Alirudi tena duniani, sio katika mwili wa Elia, kwa sababu isingewezekana mwili wake kwa miaka yote hiyo ungekuwa bado uko vizuri. Kwa anarudi kama roho, anawekwa kwenye mwili na jina lake anaitwa Yohana, lakini aliyeko huko ndani sio Yohana, ni Elia. Anakuja anakatwa kichwa kama ambavyo aliwakata kichwa wale manabii, kwa sababu wale manabii wa Baali 450 aliwakata vichwa. Na Yezebeli aliapa kwamba lazima na mimi hichi kichwa chako kitatolewa, miungu yangu inilipie kichwa chake, na kitaka lazima itanilipia. Yezebeli akafa. Tangu kipindi kile mpaka anakuja kukatwa kichwa Yohana ilikuwa imepita miaka 900. Mwambie mwenzako miaka 900. Kwa hiyo deni linakuja kulipwa baada ya miaka 900 kupita. Inawezekana yeye aliona wale wameshakufa, kwa hiyo basi kila kitu kimeshaondoka na nini, wala hakuna kitu chochote. No, soma Biblia yako vizuri. Yesu alipokuwa ameondolewa akiwa mtoto mdogo, ameenda kumficha, Herode anataka kumuua, baadaye akapewa taarifa na malaika kwamba rudi, waliokuwa wanaitaka roho ya mtoto wameshakufa tayari.
Lakini anaporudi akaja kugundua kwamba kuna aliyemrithi, ana undugu na yule aliyekuwepo mara ya kwanza. Akaamua kukata kona, badala ya kwenda Yerusalemu akaenda wapi? Galilaya. Alijua kanuni. Yesu alijua nini? Kumbuka yeye alikuwa mwana wa Mungu. Angeweza kusema tu twende kwa sababu Mungu atamuokoa, lakini alipoenda akagundua bado aliyepo ana undugu na yule aliyeondoka. Ili deni bado, huyu mfalme bado ataendelea kutafutwa, lazima ili deni lilipwe. Akakata kona akaenda kwenye mji mwingine. Kwa hiyo ameanza huduma yake akitokea kwenye mji mwingine, maana yake ameipiga chenga miungu, amewapiga chenga wadai madeni. Lakini Elia huyu hakujua hili jambo. Alishuka akatumika, akajua alishakufaga Yezebeli, hayupo tena leo. Alijua hivyo. Lakini angalia kilichokuja kutokea. Yezebeli hayupo, lakini Yezebeli aliapa kwa miungu yao, na miungu ilikuja kudai deni. Wakaja wakamuondoa kichwa. Soma na mimi hii mistari ili ujue kabisa kwamba aliyekatwa kichwa sio Yohana, ila ni Elia ndani ya Yohana. Tuko sawa sawa? Ni Elia ndani ya nani? Mathayo hiyo 14 mstari wa kwanza mpaka 12. Mathayo 14 mstari wa kwanza mpaka 12. Wakati ule mfalme Herode alizisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua aliwaogopa watu, maana alimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika siku ya kuzaliwa kwa Herodi, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huyo akichochewa na mamaye akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye akaamuru apewe. Akamtuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakachukua yule maiti wakamzika, kisha wakaenda wakampasha habari Yesu. Sasa fungua ile Luka 1:13-16. Luka 1:13-16. Luka 1:13-16. Anasema hivi. Naomba nisome haraka haraka kama hujapata. Sikiliza. Anasema hivi. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria. Luka ngapi? 1:13-14, si ndio? 13-16 Aha, sawa. Mpaka 17. Sorry, tufike mpaka 17. Anasema hivi. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawalejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake, sikiliza, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Atatangulia mbele zake katika roho za Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo. Katika roho ya Elia na nguvu za nani? Za Elia. Haya, Yesu, hebu inua kichwa chako. Yesu anapojaribu kueleza habari za siku za mwisho zitakuwaje, Wayahudi walishajua kwamba kabla Masihi hajaja ni lazima Elia aje kwanza. Sawa Wenyewe wanajua hivyo mpaka leo. Kwa hiyo wanamsubiri Elia.
kwamba lazima Elia aje kwanza. Akija Elia atatengeneza njia, alafu ndipo aje nani? Kristo. Sasa angalia, Yesu anasema kama mnataka kuamini kwamba huyu Yohana ndiye Elia, basi mmeelewa ninachosema. Kwa Yesu anathibitisha kwamba Yohana ni nani? Ni Elia. Si umewahi kusoma huo mstari? Sina haja ya kusomea tusipoteze muda, si ndio? Anasema huyu, kama mnataka kuamini, huyu ndio Elia ambaye alikuwa amesema atakuja kwanza. Kwa hiyo Yohana alikuja kama Elia, na angalia huyu Elia anapokuja sasa kwenye hili agano jipya, anakatwa kichwa kwa agizo la nani? La Yezebeli. Kwa hiyo wakusanya madeni walikuja kukusanya deni lao baada ya miaka 900 kupita. Kwa hiyo tunajifunza kwamba wakusanya madeni wa kiroho huwa siku zote wenyewe wanatafutaga timing. Yaani wao wanatafuta nafasi nzuri ambayo watachukua cha kwao wanachotaka kukichukua. Na hakuna namna unaweza ukawapinga isipokuwa unajua kwamba hiki wanachokitaka ni deni. Wanataka kukusanya deni kutoka kwangu. Na mimi sasa nifanyeje kwenye mazingira kama haya? Kwa lazima ujue namna ya kudili nao. Kwa hiyo hawa wadai madeni ni wabaya. Ngoja nikupe mfano mwingine. Daudi akiwa mfalme, mtoto wake akampindua baba akakimbia. Alipokuwa anakimbia, alitokea ndugu mmoja anaitwa Shimei alikuwa na uhusiano na Sauli. Kwa hiyo Shimei, Daudi anapokimbia akaanza kumlaani. Biblia inasema akamlaani, akazunguka hadi kwenye kilima, akamrushia na mawe, akamwambia, wewe ulichukua ufalme wa ndugu yetu Sauli, sasa hiyo laana imekutafuna. Akamrushia na mawe. Askari wa Daudi akasema, mzee, si wewe tukaende tukamuue? Akasema, no, inawezekana, sikiliza, inawezekana Mungu ametaka iwe hivi, lakini Mungu atanilipia. Sikiliza ninachosema. Mungu atafanyeje? Mungu analipaje? It means anachojaribu kusema ni kwamba natamka katika ulimwengu wa roho kwamba hili deni litalipwa. Huyu jamaa atalipa hilo deni. Anapoenda huko alikokimbilia, anaporudi wakaenda wengi na ushindi sasa. Wakaenda wengi kumlaki, na Shimei akawa wa kwanza. Na akaenda akampigia magoti akamwambia, naomba unisamee, nilikukosea. Yaani sikujua nilichokuwa nakufanya, naomba unisamee sana na nini. Daudi akamwambia, sitakuua, nimekusamee. Akamwacha. Unaelewa kitu najaribu kukueleza? Deni ni lazima lilipwe. Kumbuka kuna wakati alisema Mungu atafanyeje? Deni ni lazima lilipwe. Deni ni lazima lilipwe. Wadai madeni wa kiroho lazima watakuja kulidai hilo deni. Ni watatafuta timing. Baadaye Daudi amezeeka, anainuka Suleiman, angalia agizo analomwambia. Amempa maagizo mengi ya ufalme. Alafu anamwambia hivi, mwanangu, kuna mtu mmoja anaitwa Shimei. Hakikisha kwamba unamuua, unamzika na damu zake, shushe na mandevu yake, muue. Kwa nini hakumuua yeye mwenyewe? Alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo Suleiman anasimama kama mdai deni. Akaenda baada ya muda alimuua. Kulitokea kisa fulani, akaenda akamuua. Shimei alifikiri limeisha kwa sababu Daudi amesema limeisha, lakini alikuisha. Biblia hapo inajaribu kutuonyesha hiki kitu kilifanyika kimwili, lakini Biblia inajaribu kutuonyesha kwamba hivi ndivyo vitu vinavyofanyikaga kiroho. Yaani wewe unapoona jambo limeisha kimwili, halijaisha. Wako wadai madeni watakaokuja na wanajiamuliaga ni kitu gani wanachotaka kuja kudai. Nilikupa mfano wetu hapa, lakini pia nikakupa na mfano wa ndugu fulani. Tulikutana na ndugu mmoja, sikiliza. Nimekwambia wao wanatafuta timing. Watakupeleka kwenye mtego wao. Wahakikishe kwamba wanakuja kukusanya ambacho wanataka kukusanya kwako. Nikwambia tulikuwa Tabora siku moja, alafu nikakutana na ndugu mmoja akiwa madhabahuni. Roho Mtakatifu akanionyesha. Nikamwambia, simama ndugu. Nikamwambia, wewe ulikuwa mfanya biashara, lakini sasa hizi umefirisika, huna kitu chochote. Na nikamweleza tatizo lake lilianzia wapi. Unajua tatizo lake lilianzia wapi? Tatizo lake lilianzia hivi. Nikamweleza, yani kama vile unaona sinema.
Na nikasema yule ndugu hakusema kitu chochote, ninavyoongea mbele za watu hakusema kitu chochote, alafu akakaa. Mpaka ndani yangu nikaogopa kwamba huyu jamaa vipi, mbona hata hatikisiki, yaani hata haoni, kwa hana hata hisia kwamba kitu ninamwambia ni cha kweli. Ndani yangu nikaogopa, inawezekana nimekosea ninachosema. Lakini alinifuata nje baadaye akasema, mtumishi, sijui umejuaje. Ndio maana unisikilize, ili wapate uhalali wa kukuingiza kwenye system yao ya kukudai kitu fulani. Kuna wakati wana uwezo wa kukuingiza kwenye deni halisi kabisa la kimwili, alafu kwa deni hilo watakusanya kutoka kwako mpaka ushangae. Kama wameamua kwamba tunataka alipie kwa fedha, chochote anachokipata mkononi mwake kinalipa deni, lazima wakupeleke kwenye mazingira kama hayo. Ndio maana kuna wengine, kuna wakati anashawishiwa akope mahali kusiko sahihi, akope mahali ambako baada ya kukopa ndio kila kitu kuisha. Ndio maana wewe ni shahidi yangu, kuna watu walikopaga kwenye hivi kampuni hivi vya kukopesha sijui nini si unavifahamu walienda kukopa huko. Alipokopa, wengine alishindwa kulipa, mwingine alilipa kwa tabu sana, na ndio hajawahi tena kuinuka kiuchumi. Kuna watu tulikuwa nao, anaambiwa anasema kuna mama mmoja alikuja, mke wangu anafahamu, alikuja pale tukiwa kwenye semina moja Mafinga, anasema naomba muombe mume wangu. Alienda kukopa kwenye kashirika fulani. Sasa hatuwezi kutaja kwa sababu tunasikilizwa na watu wengi, tusije tukapelekwa mahakamani, kwa sababu hapa tutakuwa tunaharibu biashara za watu. Haleluya. Alienda kukopa, anasema alikopa milioni 4. Alipokopa ile milioni 4, alishindwa kuilipa mpaka imefika milioni 27. Kwa hiyo wamekuja, wamechukua gari waliokuwa nayo, walikuja wakachukua kiwanja walichokuwa nacho, deni linazidi kufanyaje? Kuongezeka. Ana fight kwa nguvu zake zote apate pesa alipe, hawezi kulipa. Ndio ameharibikiwa hivyo. Ameenda na kwa waganga, labda akatafute msaada kwa waganga ili niweze kulipa hili deni, na ni kitu ambacho sasa hakiwezekani. Kwa sababu kuna hawa wakopeshaji hawa ni maagenti wakati mwingine wa wakusanya madeni. Wanasema huyu mtu tunataka tumpate. Na kwa sababu kumbuka hizi vita tulivyoanza kuzungumza mara ya kwanza tulisema wanachofanyaga sana ni wanakupiga, wanachukua chochote kinachokuja mkononi mwako. Na nilisema Mungu alipotupa ufunuo wa hili somo alituambia anachukia anapoona tunapoteza vitu tulivyo navyo mikononi. Unapata mchumba hawezi kukaa, wanakuja kudai deni lao. Unapata kazi, huwezi kupata kukaa. Mwingine ndio uwezi hata kupata kazi. Mwingine utapata kazi ambayo unaifanyaga siku zote huna furaha. Umetafuta kazi ambayo unaipata ambayo unajua kabisa una sifa ya kufanya hiyo kazi, lakini huwezi kuipata hiyo kazi kwa sababu hawa wadai madeni wamesema namna huyu ya kulipa hilo deni lake. Na inawezekana sio wewe uliyekopa. Walikopa huko wazee wako. Sisi tunaenda sawa sawa. Walikopa huko wazee wako, lakini wewe hicho kitu wanakudai leo. Sasa unamuombeaje huyu mtu? Anasema nimempeleka huku, nimenunua maji ya upako, lakini bado hali yake ni mbaya. Naomba mnisaidie maombi. Huyu ndugu mwingine ambaye ninakwambia alianza kuharibikiwa, alikuwa na hela. Na alikuwa ni mtu wa kanisani. Na kwa sababu niliposema hivyo mchungaji alikuja. Akaniambia, mtumishi, ulichosema ni kama Mungu amekuonyesha. Huyu kijana mimi ananibarikigi, ndio aliyekuwa ananinunulia na viatu. Lakini saizi angalia kiatu kimeisha, sina kiatu tena. Kwa sababu huyu kijana ndo yeye alikuwa na mzigo wa kuninunulia viatu, hanunui tena. It means alikuwa anamtumikia Mungu, alikuwa anabarikiwa. Sasa hawa wadai madeni, inawezekana walikuwa wanamdai baba au mama. Wanajaribu kutafuta nafasi, tutaendaje kukusanya kutoka kwake deni letu, tunataka lianze kulipwa. Tunapataje hiyo nafasi? Sikiliza kilichotokea. Kijana mmoja ambaye ni kama mdogo wake akamwendea akasema, kaka,
naomba unifundishe kazi unayofanya. Yeye alikuwa anafanya biashara za viatu, anapeleka Kongo viatu, anapeleka sijui wapi na nini, anafanikiwa sana. Anasema alimfundisha yule kijana na yeye akaanza kufanya biashara zake. Sasa mimi hiki kitu ndo ninamwambia sasa tatizo lake lilianzia wapi. Nimemweleza, nimemwambia hivi, kuna mtu alikuja kwako akakopa pesa. Alipokopa ile pesa ndo kuanzia hapo hujasimama tena. Unajua hakusema chochote. Amesimama hivyo, hakusema chochote. Baadaye akakaa, tunapotoka nje ndo ananifuata. Ananiambia, mtumishi, yani nashangaa hiki kitu hata umejuaje? Anasema ni kweli kabisa, mimi kuna kijana nilimfundisha. Alafu kuna siku moja huyu kijana alikuja akaniambia akasema, ninaomba unikopee 100,000. Naomba unikopee 100,000. Nitairudisha baada ya wiki. Anasema kwa sababu ni mdogo wangu, nilikuwa hapa kwenye biashara, nikachukua kwenye mauzo, nikamhesabia 100,000 nikampa. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni hela ndogo, hata kama ingepotea ni ndogo kuliko kawaida. Anasema cha ajabu, nilipompa ile hela akanirudishia jioni. Sasa akafurahi kwa sababu hela yako kwa nini lale nje? Kwamba kaka, nimeshatatua lile tatizo, nashukuru sana bwana, laki yako hii hapa. Anasema baada tu ya kupokea ile hela, mtumishi, ulichosema kweli. Yani biashara yangu ndio ikaanza kufa, imekufa yote. Yule kijana yeye saizi biashara yake iko juu. Mimi biashara yangu ikafa. Leo hii siwezi hata kuuza viatu, hata kiatu kimoja siwezi kuuza. Watoto wangu niliokuwa nao na mke wangu amenikimbia. Hivi nimekuja leo, sikupanga kuja kwenye semina. Kuna mama mmoja tu hapa amenilazimisha sana. Kwa amekuja na vitoto vyake viwili. Tunaongea hapo. Anasema na umesema sadaka, yani ile sadaka ambayo ninayo na nitaitoa hiyo sadaka. Nilikuwa na shilingi 3,000 na ndio ambao nilitakiwa tukale na watoto leo. Lakini kwa sababu kesho umesema tutakuwa na maombi, tutakuwa na sadaka, hii sadaka hii hata nisirudi nao nyumbani ili nisijaribiwe. Ninaomba niitoe kabisa. Nikupe. Nikasema no, nikaogopa. Na ndani yangu nikatamani kwamba labda nimpe hata 10,000. Lakini Roho Mtakatifu akasema no. Kila mtu ana jaribu lake. Unaelewa? Akaniambia no. Maana yake alikuwa anapimwa imani pia. Nikamwambia chukua bahasha, peleka kwa kiongozi pale. Akapeleka sadaka yake pale. Kesho akaja, tukafanya yale maombi. Tukaondoka Tabora, tukakaa kama miezi 6, akawa amenitafuta. Ananieleza kitu ambacho Mungu ameanza kufanya kwenye maisha yake. Na unajua kile kitu ambacho tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunashughulika na sadaka zinazoongea kwenye ulimwengu wa roho. Unajua zinazoongeaje? Zinazoongea kwamba huyu tunamdai, ni mdaiwa wetu, tunamdai. Kwa hiyo walikuja kukusanya fedha yote aliyokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu alifungua mlango kwa huyu kijana. Huyu kijana alipopewa ile hela akaenda kwa mganga wa kienyeji kuroga. Alipoenda kuroga wakamfikia. Kumbuka nilichokueleza, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Ndio maana nilikueleza, nilisema unapokopesha au mtu anapokukopesha unaungana naye. Hazina yake ilipo ndipo na moyo wake unapo. Kwa hiyo utaondoka na 20,000 uliokopa, lakini hauondoki na hela, unaondoka na moyo wake. Ndio maana nikakueleza nikasema, unaposhindwa kulipa, unapokataa kulipa deni la mtu, manunguniko anayokunungunikia, usifikiri ananungunika akiwa mbali, ananungunika akiwa hapo hapo ulipo, mpaka utakapokwisha kulilipa hilo deni. Yesu akashaurije? Akasema unapokuwa unashtakiwa na mtu kitu chochote, hakikisha kwamba unamalizana naye njiani, msifike kwa hakimu. Ikiwa mtu anakudai, yani usisubiri akakupeleka kwa hakimu, malizana naye hapo njiani, kwa sababu mtakapofika kwa hakimu anasema utafungwa kwenye gereza mpaka utakapolipa senti ya mwisho. Yesu anasema hivyo. Sasa wengi tukisomaga hiyo mistari huwa hatuielewi, hatujui Yesu ni nini anachokisema. Nilikueleza, nilisema sisi kwetu namna ambavyo madeni yalivyokuwa yanakusanywa, sisi kwetu waliamua kwamba deni watalikusanya kwa damu. Kwa damu. Kwa hiyo kila mwaka, nilikueleza, kila mwaka mwezi wa 8 sisi kwetu kulikuwa kuna msiba. Kila mwaka mwezi wa 8. Sasa wakati mwingine tukiongea, wengi wanafikiri tunaongeaga tu story, ni hadithi tu. Kuna mjomba wangu yuko hapa. Mjomba wangu kabisa, huyo hapa. Naomba usimame baba, watu wakuone.
Sogea, wako hawakuoni, wanaona wanachungulia. Mjomba wangu yuko hapa. Huyu ni mjomba wangu, ni mtoto wa dada yangu, anko yangu kabisa. Naomba ukae yangu. Kwa hiyo anaelewa kitu ambacho ninasema. Kila mwaka kwetu sisi watu wamekufa, wameisha. Na hili deni lilikuwa linatakiwa lilipwe kila mwaka. Kila mwaka tunalipa hilo deni. Tunalipaje? Mtu anakufa. Angalia. Unafikiri hatukuomba? Tulikuwa tunaomba kweli kweli. Haya madeni huwa hayalipwi tu kwa sababu umesema navunja. Wana haki. Wana haki. Kwa kila mwaka mnaingia na kwenye maombi, ukifika mwezi wa 8, hamna mtu kufa, hamna mtu kufa, hamna mtu katika jina la Yesu, hamna mtu kufa. Alafu inatokea mwezi wa 8 mtu anaanguka. Why? Kwa nini? Ndipo Mungu akatuonyesha nini kilichowahi kufanyika. Waliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, na walikuwa na hitaji lao very simple. Sisi tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo walikuwa wanatoa uhalali kwa hizo mamlaka. Na kwa sababu katika ulimwengu wa roho waganga wa kienyeji ni maagent. Mganga wa kienyeji ni agent. Mahali popote panapokuwa na mganga wa kienyeji, unapoenda kwa mganga wa kienyeji, maana yake unaenda kwa agent na unafungua mlango wa hilo tatizo kwenye maisha yako, kwamba watakusanyaje wenyewe wanajua. Kwa nikakueleza nikasema, sisi tulilimaliza kwa sababu Roho Mtakatifu alituonyesha, na tuliamua tulitoa sadaka yetu ya imani. Kaongea na kaka yangu akaleta sadaka yake, mimi nikatafuta sadaka yangu, akatuonyesha tutoe wapi Mungu, alafu tukafanya maombi. Maana yake kwa staili ya namna hiyo tukawa tunafuta lile deni tulilokuwa tunadaiwa. Sasa nilipokuambia kwamba huu ni mwaka wa 7 haijatokea mauti yote, mjomba wangu yuko hapa, ni shahidi, anajua kitu ambacho ninasema. Sababu tulikuwa tunalia, mtu unalia mpaka mbavu zinauma, unalia mpaka unachoka. Lakini ndio wameamua kukusanya deni kwa staili. Sasa kila mtu kwao, hawa wakusanya madeni wanakuja kwa staili yao. Kuna wengine wanakuja kwa staili kwamba namna ya kulilipa hili deni inakubidi uumwe. Namna ya kulilipa hili deni inabidi wawe wanaumwa. Kwa ni kuumwaga tu. Mtu ni anaumwa tu. Nini? Miguu. Miaka yote analalamikaga miguu. Wengine madeni yao namna ya kuyalipa ni kwamba watasoma lakini hawatapata kazi. Watalilipa hili deni kwa staili hiyo kwamba watasoma, hawatapata kazi. Kwa hiyo mna ndugu na familia na wadogo na nani wamesoma lakini wanasafa kwenye eneo la kupata kazi. Wapo tu wanahangaika mtaani. Naambia huyu bwana amesoma na masters lakini hamna kitu. Naelewa kitu ninasema? Kuna wengine wameambiwa hivyo kwamba hawatasoma. Kwa hiyo amefika mahali amesoma, ameenda, sikutoa hapa mfano. Kuna mtu amejitahidi kwa maombi, amesoma, amefika mahali fulani, form 6 yake amefika, amefaulu kwa nguvu ya maombi mazito, lakini wadai madeni wako serious hapo. Wanakusanya deni kwamba hawa watu kwenye hii familia hawatakiwi kusoma. Hawatakiwi kusoma. Amefaulu form 6. Miaka ya nyuma hapo science walikuwa wanasomesha bure. Mtu akipata division 3 anaenda chuo vizuri tu bila shida. Yule ndugu kapata vizuri, kapiga AA. Lakini kila chuo unachokifahamu wewe Tanzania kilimkataa. Nafikiri hata cha kwenda sinacho kilimkataa sijui. Alienda, yani kila chuo alichoenda kusoma udaktari kilimkataa. Akajaribu labda kutumia cheti cha form 4 kwamba basi sasa nisianzie, yani hapo amemaliza form 6 hapo, sawa amemaliza form 6 hapo, sasa anatakiwa aende chuo. Akasema basi, akabadilisha kwamba ngoja basi labda nitumie cheti cha form 4, labda nianze hata nikatafute nikaanzie certificate. Kwa hiyo akatafuta tu vyuo tudogo. Ni mtu wa Mbozi huku, mke wangu anafahamu. Ni mtu wa huku Mbozi.
akasema labda atumie cheti cha form 4. Akatumia na cheti cha form 4. Hakuna chuo kinachomkubali. Hata akienda hivyo anamwambia wewe umefaulu vizuri sana bwana, basi application kajaze, tutakuwa ndio imeisha hiyo. Anauliza vipi? Hamna kitu. Chuo alichokuwa anatamani ameenda kujaribu kuomba, wamemkatalia. Akatupigia simu tena, mama yake ndio aliyepiga simu. Tulikuwa na semina moja Vwawa, tena ile semina tuliandaa wenyewe kwa gharama zetu, mke wangu anafahamu. Tulikuwa na semina pale, mama yake alikuwepo. Baadaye akapiga simu, nina mtoto wangu anahangaika hivi na hivi. Nikamwambia hebu naomba tuongee naye. Sasa mimi sikuambia hapa uanze kuwaza kwa na mimi ngoja nimwambie mtumishi kama huyo alivyomwambia. Mimi nimekuja hapa live, nataka tulifanye nililolifanya kwa yule, tulifanye hapa. Haleluya. Nikamwambia njoo tuonane. Uko wapi? Niko sijui na nini, nimetoka Songea, nimeshuka niko kwa dada wapi sijui niko Mlo sijui niko. Nikamwambia njoo, unaweza kuja Mbeya? Akasema ndio. Nikawa namsubiria. Wale wanaofahamu mjini sehemu moja palikuwa panaitwa Mambeu. Nikakaa pale. Nikamsubiria. Kulikuwa na kama vile wanachoma nyama pale, unakunywa na soda. Kwa hiyo nikamsubiria pale. Akaja pale, alafu nikaona kuna kijana mmoja yuko barabarani anaangalia, nikaona juu yake kama kuna kawingu hivi. Sawa akitembea na kenyeka anatembea, akisimama na kenyeka anasimama. Nikasema huyu mtu vipi? Nikasogea, nikajua huyu lazima atakuwa ni yeye. Nikaenda nikasema wewe ni mtu fulani? Akasema ndo mimi. Nikasema okay. Swali la kwanza nililomuuliza, unataka kwenda chuo gani? Yani mimi nilienda akakataa. Ndio kama yule Yesu aliyemwambia unataka haleluya, anataka kupona, hamna kuniweka kwenye nikamwambia wewe niambie unataka kwenda chuo gani? Akasema mimi nataka niende Muhimbili, ndio niko kupenda, lakini sasa niliwahi kuenda kuandika na nilienda live ikashindikana. Kokote tu kule Mungu atakakotaka. Unaona hizi roho zinachofanya? Yaani mtu afike mahali aseme maisha yoyote nimeshindwa, haya basi maisha. Wewe sio wa maisha yoyote, una hatima, una ndoto. Ndio maana huku ndani kuna vitu unatamani. Kwa nini una vitu unatamani? Kwa sababu una asili ya kiungu ndani yako. Mtu mwenye asili ya kiungu anajua nini anachotaka. Basi tu ndio hivi nifanyaje sasa? Ndio hivi. Nikamwambia utakuwa tayari kwenda lini? Akasema mtumishi nikipata nauli ninayo nusu, nikipata naenda. Nikamwambia haina shida, nitakuongezea. Kwa hiyo una mahali pa kulala hapa mjini ili kesho uende Dar es Salaam? Akasema ndio. Nikamwambia nenda. Akasema wetu ngoja nimwambie mama nitumia, sijui akamtumia kwenye Costa, akavipokea mjini pale. Asubuhi kaenda. Alipofika pale kitu cha kwanza, na unajua nilichomwambia ni nini? Sijui naelewa kitu ninasema. Nikasema kwa jina la Yesu ninaondoa hilo wingu lililoko juu yako. Sasa nimekufungulia mlango, huzuiliwi tena. Nikamwambia nenda. Alafu akaniuliza swali, ndio tumemaliza mtumishi? Kwa sababu alijua gharama aliyolipa ya kuja kunifuata. Alafu ninamwambia tu naondoa hilo wingu. Yeye wingu hajui hilo wingu ni nini kwa mfano. Lakini mimi naona kuna kawingu. Haleluya. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kila mtu ana wingu lake. Wengine wingu lao unaona ni jeupe, very smooth. Lakini kuna wengine wingu lao linakuwa kama zege. Kasome Biblia yako. Na kwa sababu ukiwa unadaiwa deni kiroho lazima uwekwe alama. Wewe ndugu yangu jana alikuwa ananisimulia kitu, akaniambia baba nimekuelewa. Niliwahi kuangalia movie moja, kuna mtu yeye alikuwa ni tajiri. Akaniambia na yeye akasema sasa watu wao wanajifunza hivyo vitu. Usiangalie tu sinema kwamba alivombusu usiangalie hayo tu, yako ya msingi unaweza ukayaona na kuna kitu ukajifunza. Anasema baba ile movie nilikuwa naangalia, yule jamaa alikuwa tajiri. Afu hao kuna wanakijiji walikuwa maskini, wanaenda kwake kuomba debe la mahindi. Anawaambia, anasema unaweka rehani mtoto. Sasa mama afanyeje? Watoto wafe? Anasema sawa, anaweka alama mbao. Alafu anashindwa kulipa, linakuja na jeshi lake wakatili kweli kweli, wananyang'anya vitoto, mtoto analia, mama analia, wananyang'anya mtoto, wanampeleka kumtumikisha sijui kwenye mashamba sijui kwenye mavitu gani. Ndivyo hizi roho zinavyofanya, ni katili kuliko unavyofikiri wewe. Wengine wanasema atalilipa hili deni, tutahakikisha kwamba kwenye maisha yake yote anayoyaishi ili alilipe hili deni,
tutahakikisha kwamba maisha yake yote ni ya kulialia tu. Kwa mtu anaishi hivyo, maisha yake ni ya kulialia, hakuna furaha kwenye maisha yake. Akifurahi kidogo lazima kitokee kitu cha kumuumiza. Ataumizwa na mume nyumbani. Asipoumizwa na mume nyumbani, ataumizwa na muuza duka. Asipoumizwa na muuza duka, atakuja kuumizwa na mwanakwaya mwenzake. Yaani maisha yake lazima, kwa sababu amewekwa alama. Yaani hata ambaye hana mpango wa kumuumiza anataka kumuumiza. Ni mtu wa kuumizwa tu maisha yake yote. Sasa watoto wetu wanaishi maisha ya namna hiyo. Tunapoenda humo kwenye mavyuo humo, tunakutana na mavitu ya namna hiyo. Kuna kijana ananiambia, anasema, "Mtumishi, nataka kusoma, lakini kila nikiconcentrate nataka kusoma kufaulu, nina maono." Akaniambia, "Nina maono, nataka niwe hivi, niwe mbunge, naona kitu kiko ndani yangu, nataka niwe hivi na hivi na hivi na hivi." Akaeleza vitu vikubwa, lakini anasema, "Ninapoconcentrate kusoma, ninapoweka bidii kutaka kusoma, masikio yangu hayasikii na macho yangu yanaacha kuona." Ila akiwa hasomi serious anaona vizuri tu na kusikia. Sasa unafikiri hiyo ni bahati mbaya? Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Unaelewa ninachojaribu kukueleza? Wewe kwako wanakusanya kitu gani? Piga hesabu tu hata dakika 2 tu. Wewe wanakusanya kitu gani? Nimekutana na mzee mmoja, yani mateso. Alikuwa anafanya kazi serikalini, kazi nzuri. Hakuwahi kufanya chochote. Anakuambia kulikuwa kuna matatizo mengi, akastaafu, akapata kinua mgongo. Amejaribu kufuga ng'ombe. Sikiliza. Wanamwambia ng'ombe wazuri wako Tukuyu. Kuna mradi fulani wa ng'ombe kule, ukichukua hawa ng'ombe wanaweza katoa lita 40. Anaenda anachukua. Ambaye hawafanyi vizuri. Asasi ana ng'ombe. Ng'ombe mmoja anamuuza milioni 4 ndama. Ukimnunua huyo unaweza ukamua lita 60 kwa siku. Na watu wananunua na wanafanikiwa hivyo. Lakini yeye anakuambia hivi, akimnunua huyo ng'ombe, akimpeleka nyumbani, hali majani. Hali, yani anakuambia atakuwa anakonda mpaka anakufa. Anakuambia huyu ni ng'ombe watatu. Mmoja alinunua milioni 2 Tukuyu, mwingine alinunua kwa asasi milioni 4, mwingine sijui alinunua wapi. Anasema huyu wa mwisho niliye naye saizi, yeye at least ukimpa majani mabichi ndio anakula kidogo. Kwa hiyo anakonda tu. Anaeleza watoto wake wanavyoishi. Mpaka unamuonea huruma. Unaona kabisa maisha yameshaisha. Tunaomba, yule mzee analia, ni baba, analia, machozi yanatoka. Akaniambia neno moja gumu, akaniambia na watoto 5, hakuna hata mmoja mwenye future. Huyu mwingine umri unaenda tu, na miaka karibu 40 sasa, hata aolewi. Na anateseka kweli kweli mwanangu. Huyu mwingine ni wa kiume, sijui nini. Akaniambia kitu kimoja gumu, akasema, "Mtumishi, mimi hata nikifa, kwa sababu nimekufa njaa, sio shida. Niombe kwa Mungu awasaidie hata watoto wangu." Sasa unaomba unaanzia wapi? Tatizo lao ni nini? Kama laana wamevunja, sisi tunaenda sawa, lakini tatizo liko pale pale. Naomba pale, yule mzee analia, anatoa machozi, analia. Alafu nikaongeza kitu kingine, ni ile naomba, nikasema, Mungu, katika uzee wao na ndoa yao naiombea. Akanikumbatia zaidi. Nikajua kuna kitu hapa kijakaa sawa sawa. Tulipotoka akasema, "Baba, asante kwa kuniombea na ndoa." Huyu sasa yuko jirani anamsubiri pale. "Huyu mwanamke huyu ataniua, huyu mtumishi huyu mwanamke." Yaani akigeuka kwa mwanamke, maumivu. Akigeuka kwa watoto, akigeuka sijui kwenye ng'ombe, hakuna kitu kinaenda. Alafu ni mtumishi wa Mungu. Hawa ni watu wa ovyo. Ndio maana nimekueleza, nimesema lazima tuwashughulikie. Wewe una namna yako wanavyokutesa. Haleluya. Una namna yako, kuna kitu wanakujaga kudai kwako. Inawezekana wewe wanachokuja kudai kwako na wamekuambiaga hutakuja kuwa na utulivu kwenye ndoa. Sisi tunaenda sawa sawa? Hutakuja kuwa na utulivu kwenye ndoa. Mwingine wameshakwambia, wewe sisi tutadai madeni kwa watoto wako.
tutahakisha tunaminya watoto wako, uwaone namna wanavyoangamia machoni pako, uwalilie paka kilio kile cha mwisho. Ndio tutakuwa tunakusanya deni letu hivyo. Kwa wanavyokuona unalia kwa ajili ya mtoto wako, wenyewe ndio wanafurahi kwamba deni letu limelipwa vizuri. Sasa hawa ni wapuuzi, haleluya, ni waonezi, ni wahovyo, lazima uwashughulikie. Sasa kesho tutaomba hayo maombi, sawa Kesho tutaomba hayo maombi na tutaambatanisha na sadaka zetu. Jana tulichukua bahasha, kwa hiyo kesho uta